Mtume Petro anasema basi mwisho wa mambo yote umefanya nini? Umekaribia. Anasema basi iweni na akili mkeshe katika nini? Sala. Sikiliza vizuri, kuna tofauti kati ya akili na ubongo. Yaani hasemi basi iweni na ubongo, anajua ubongo mnao. Kuna mtu ana ubongo lakini hana akili. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeanza kuelewa. Anasema mwisho wa mambo yote umefanya nini? Umekaribia. Basi iweni na akili mkeshe katika sala. Nimeanza hivyo kabla ya kusoma kitabu cha Mathayo 24 kwa sababu taangalia jinsi kinavyotushauri hekima ya siku za mwisho iweje. Na akili nimesema na ubongo ni vitu viwili. Ubongo ni kibebeo cha akili. Akili haishikiki, ila ubongo unaweza kushikika. Akili inaongoza vitendo. Kwa hiyo ukiona jinsi mtu anavyovaa, hiyo ndio akili yake hiyo. Ukimwona mtu jinsi anavyokula, hiyo ndio akili yake hiyo. Ukimwona mtu jinsi anavyoongea, hiyo ndio akili yake hiyo. Bahati mbaya sana sisi ambao tunaongea hadharani ndio ambao tunapimwa zaidi ya akili zetu kuliko watu wengine wote. Maana Biblia inasema mpumbavu akinyamaza naye anaonekana ana akili. Nipungie mkono kama unaanza mwenyewe. Ukitaka ujue mpumbavu wake, mpe maiki, ndio unasema si akae tu. Kuna rafiki yangu mmoja ni mbunge na waziri katika serikali hii. Siku moja akapongezwa na rafiki yangu mwingine tu kwenye mazungumzo, akampongeza. Hongera, unafanya kazi nzuri sana. Akampongeza vizuri kabisa wao. Kemkem. Alipomaliza kuna neno alisema huyu mbunge, nikaishiwa nguvu. Akamwambia mwenzi yule aliyempongeza akisema, nashukuru kwa pongezi, ila siku hizi nina hofu sana kupokea sifa. Anasema kwa sababu ninaona kule bungeni mtu anaongea pumba lakini baada watu wanapiga meza. Anasema mwisho wa mambo yote umefanya nini? Basi iweni na kitu gani? Niwaambieni ndugu zangu, watu ambao wataweza kustahimili siku ya mwisho mpaka mwishoni kabisa ni watu ambao wameamua kuwa na akili. Tutaangalia akili inapatikanaje. Na hili naliongea kwenu kwa sababu ni kwa faida ya roho zenu na watoto wenu. Ubongo haujai. Endelea kuujaza vitu. Kuna kitu katika ubongo tunakiita neuropath. Ni kama vile njia za umeme za ubongo kwa lugha rahisi ya kawaida. Zile njia, kila ukifanya kitu kipya, ubongo unatengeneza njia mpya. Hujanielewa? Mimi nimezoea kusafisha meno yangu kwa mkono wa kulia. Tuko sawa sawa? Ninashika mswaki, nasafisha nini? Zamani kabla sijafundishwa kusafisha meno, nilidhani najua kusafisha meno. Si unaona ninafanya ndivyo nilivyokuwa nimezoea siku zote. Nasafisha meno. Na hata nikifanya hivi kwa mtu kwani hapo umekosea nini? Siku ambapo nilipata matatizo ya meno, nikaenda kwa mtaalamu wa meno, daktari mmoja wa Kituruki, akanisafisha meno vizuri akamaliza. Alipomaliza akaniambia, nataka nikufundishe kupiga mswaki. Nikamwambia najua. Akacheka akaniambia hujui. Akaniambia unapigaje? Nikamwonyesha akaniambia hujui. Akaniambia hivi unapofanya hivi, unachukua uchafu na ujaza tu kwenye vipande katikati huko. Sasa nifanyeje? Asema kuanzia leo piga hivi. Na wewe nimekufundisha, leta hela. Sikiliza. Hata kwenye ndoa mtu asije kudanganya. Watu tunaambizana ndoa inadumishwa kwa sababu ya upendo. Ni uongo mkubwa. Tumezoea tu hivyo. Ndoa inadumishwa na akili. Mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba kwa mikono yake, lakini mwenye akili anafanya nini? Anajenga. Hajasema mwenye upendo.
Mwangalie jirani yako, mwambie kaa mkao wa kuelewa. Na akili nimekuambia sio ubongo. Hakikisha siku haipiti bila kuingiza kitu kipya hapa. Hiyo ndio akili. Vijana sasa hivi wana lugha yao naipenda sana. Hao vijana waacheni. Wenyewe wanaambizana utajua kwamba hujui. Na ni kweli mgogoro mkubwa tulionao ndugu zangu mliopo hapa ni ile tabia ya kujiona kwamba sisi tunafanya nini? Ukijiona unajua hutajua. Kuna siku utajua kwamba hujui. Usione nikiwa nahubiri hapa naongea na nyie, naenda mikutano huko na huko, ukaniangalia na unasema hey, labda yeye anajua kila kitu. Nasoma kila siku. Hakuna siku ambayo inapita bila kuingiza kitu. Na mimi nikigundua kuna mtu ana akili kunizidi, huyo ndiye nakaa naye karibu huyo. Na ukikutana na mtu anayejua kuliko wewe, nyamaza, acha story, acha ongee yeye uchote vitu. Hata kuna wengine anakutana na mtu anayejua yeye ndiye anayeongea. Kule kwetu mafinga. Mafinga itakupeleka wapi? Iweni na kitu gani? Na akili. Na akili inakuwepo kwa kuongeza vitu kichwani. Haleluya. Haleluya. Leo wakati naongea na wenzenu niwanukulia mtu mmoja aliongea maneno haya, anasema tatizo letu leo sio kwamba watu hawana elimu au kuelimika. Anasema hapana. Anasema tunao watu ambao wameelimika, ila wameelimika sana kiasi kwamba hawana uwezo wa kuuliza hata walichoelimishwa kama kina makosa au hakina. Yaani mtu anachukua kitu kama kilivyo. Na mimi nimewaambia ni Wakristo mnaonisikiliza, mchungaji ataongea mimbarani, utamsikiliza, atakuhubiri vizuri sana. Lakini sikiliza, pamoja na kumsikiliza mchungaji, nenda ukasome, ujiridhishe alichokisema ndivyo kilivyo. Maana ukiishi maisha kumtegemea mchungaji anachokisema, ina maana mchungaji akipotoka na umepotoka. Wakati Biblia imewekwa wazi ili uweze kuisoma wewe. Iweni na turudi sasa kwenye maandiko sasa. 24:45 Mathayo. Mathayo 24:45 nasema, ndio. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili? Aha, umesikia vizuri eh? Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye ubongo? Ubongo wanao wote, lakini wenye akili ni wachache. Ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake. Bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, ndio. Awape watu chakula kwa wakati wake. Awape watu chakula kwa wakati wake, ndio mojawapo ya akili hii. Stop hapo mchungaji. Akili tutaiona kwa vitendo. Jinsi unavyoishi tutajua kwamba huyu mtu ana akili au hana. Na waambieni ndugu zangu mlioko hapa, mkiona mtu amevaa suruali iliyotoboka, alianza kutobokea kwenye akili kwanza. Yaani ile ni udhihirisho wa ile akili yake. Mungu atusaidie sana. Naomba hili bomu linalokuja nalo lirusha sasa hivi, kama litakukwaza unisamehe, lakini siku likusaidia utakuja kusema lilikuwa la maana. Ukizaa mtoto wa kwanza kwenye nyumba ya kupanga, mbona sijamaliza mnakaukia? Ikatokea umezidiwa ukazaa mtoto wangapi? Nyumba ya nini? Fanya maamuzi magumu. Usipoangalia hutajenga kabisa, maana majukumu yanaongezeka. Hawa vijana walioko hapa wananisikiliza. Vijana mtaelewa saa ikifika. Na mimi siogopi kukukwaza kama kwazo langu litakusaidia. Nitakukwaza leo, nitakukwazua baadaye. Acheni ujinga, tumieni. Haiwezekani hapo ulipo wewe ukipiga mahesabu ya kodi ambayo unampa mwenzako. Tena ngoja niseme nikukere zaidi ya hapo kidogo.
ile hela unayompa mwanaume mwenzao aende kula na mkeo, jamani, inauma. Sasa unajua kuna mtu ananitazama anasema, mchungaji, sasa nitafanyaje? Sikiliza, acha, nimekwambia acha ujinga. Hakuna siku Roho Mtakatifu atakushushia kiwanja. Roho Mtakatifu anahusika na wokovu na kubadilisha tabia. Kununua kiwanja ni akili yako. Acha zile habari za kusema mimi sitakaa hapa, nitajengea sehemu nyingine. Huo ni ujinga. Hapa ulipo ndio pa kununua, hapa. Siku ukihamia kwingine utakiuza hiki hapa, kitakusaidia kununua kule kwingine. Na hakuna investment nzuri, uwekezaji mzuri kama ardhi. Na bado na wachallenge walimu wa vyuo vikuu, na wachallenge walimu wa sekondari, na wachallenge walimu wa shule ya msingi. Tumewafundisha watoto wetu vizuri kabisa hisabati, hesabu. Kuna tofauti hisabati na hesabu. Mimi hesabu najua, usinione hapa hivi. Hisabati tu ndio unaweza ukanisumbua kidogo, lakini hesabu huwezi kunisumbua. Tumewafundisha biology, tumewafundisha ndio tumewafundisha, lakini kuna kitu tumeshindwa kuwafundisha, na hatuwafundishi kwa sababu na sisi wenyewe hatuko hivyo. Tumeshindwa kuwafundisha watu uwekezaji, hawajui kuwekeza. Anakwenda kuajiriwa mpaka anafika sehemu ya kustaafu, anastaafu, unampa kiinua mgongo, maana umempindisha mgongo miaka yote hiyo uliokuwa unamtumikisha. Ndipo sasa unampa kiinua mgongo ili ainuke. Hajui kuwekeza, pesa zote zinakwenda kuisha, maana hakujifunza uwekezaji. Mungu atusaidie sana. Sikiliza, ili uweze kufanikiwa lazima uwe na kitu gani? Akili. Na akili inakuwepo kwa kuingiza material. Ingiza vitu. Hivi wewe kweli na akili yako yote ina huyu ubongo wako, una ubongo mzuri kiasi hiki, unapoteza muda. Bando lote limeisha kwenye kuangalia vichekesho, bando lote limeisha kuangalia muziki, bando lote limeisha kuangalia mpira. Unisamehe kama nitakuwa nimekukwaza. Huyu unayemwangalia mwenzao kaingiza hela, mwangalie jirani yako, mwambie imeze hata kama ni chungu. Sasa unisikie ninachokisema hiki, nimekisema kwenye kipindi kilichopita na nitaendelea kukisema. Moja ya mbinu ya shetani atakayoitumia kwenye siku za mwisho ili kuwakamata watu ni ugumu wa uchumi. Na msidanganywe kwamba kila anayeingia mwanasiasa anapoingia katika madaraka, kila anayeingia anaahidi maisha mazuri. Na mimi nawaambia, tangu tuahidiwe maisha mazuri, yamekuwa mazuri wapi? Maana wazee wangu walioka hapa wanaonitazama, enzi zao wakati wanasoma walikuwa wanapewa daftari bure, walikuwa wanapewa uji shuleni na kalamu bure walikuwa wanapewa. Mimi wakati mimi usinione hapa, na mimi na zama zangu hapa, usije ukaanza ukaniangalia, na mimi na zama zangu. Mimi nimelipa ada shilingi 20. Ndio tumeanza kulipa ada shilingi 20. Nimenyoa tu ndevu hapa, nikiziacha hapa ndipo utaelewa. Kwa usije ukaelewa kwamba kuna siku maisha yatakuwa mazuri. Kila siku maisha yanaendelea kuwa magumu. Kila siku. Kodi ambayo tunalipa sasa hivi hapa sio kodi za zamani, na zitaongezeka kwa taarifa yako. Na hii kila naposimama, waliofuatilia somo lililopita na hili ninalolisema, ninaongea na watoto wa Mungu mlioko hapa. Ni kweli tunakwenda mbinguni, lazima tuwe serious na kwenda mbinguni, lakini kuna milima lazima tuikamate. Lazima tukamate mlima wa elimu, lazima tukamate pesa kwa jina la Yesu. Shetani asije akawaingiza kwenye uchumi akawabana mkamwabudu yeye. Tutamwambia straight kabisa, shetani hatukupigii magoti, maana baraka zetu hazitegemei wewe, zinategemea Mungu aliyetuumba. Tufikie level hiyo. Unaambia bwana, mbona siku hizi uendelee sema Yesu anakuja haraka sana, kwa hiyo nimeona nisinunue kiwanja. Mgogoro sio Biblia. Mgogoro ni wapi? Na akili sio lazima usome vitabu. Njia nyingine ya kujipatia akili ni kuangalia utendaji wa watu wengine. Anasema, ewe mvivu, nenda ukamwangalie mdudu anaitwa nani? Chungu. Zitafakari njia ukajipatia kitu gani? Akili.
unazidiwa mpaka na kuku kuamka asubuhi. Kuku. Uchumi ni silaha kubwa ambayo adui ataitumia siku za mwisho. Hiyo nimewapa tahadhari ili mjue. Atatumia pesa. Kwani wanaokwenda kujiunga na Freemason ni kina nani? Ni vijana wetu hao. Wanaokwenda kujiunga na Illuminati ni kina nani? Ni vijana wetu hao. Amepambana na ajira amekosa. Kila kitu ametafuta, mshirika anasema nitaitafuta pesa kwa gharama yoyote. Ndio yoyote hiyo sasa. Anaambiwa nitakutajirisha kwa miaka 15. Utakuwa na magari unayotaka, utakuwa maarufu unavyotaka, miaka 15. Baada ya hapo unakufa. Anasema bora sina muda wa kunukuu vyote, lakini ukipata muda utaingia Mahubiri TV, utaangalia somo ambalo limepita. Nimenukuu Ellen White sana. Moja ya vitu ambavyo amesema vitatumika kututawala siku za mwisho ni vyakula. Kuna mavyakula ukila uwezo wa kufikiri unafanya nini? Unashuka kabisa. Hao wanafunzi wako hapa, si ni wanafunzi nimeona, hao nimechanganya mafaili. Hao si wanafunzi hawa. Wanisikilize tu maana na hii inawahusu. Jinsi wanavyoongeza uwezo wetu wa akili unahafifishwa, na hiki nimekisema tena mahala fulani. Mtu anayesoma mathematics kwa kizazi cha leo, anayesoma hisabati, kuna level ikifika anaruhusiwa kutumia calculator. Ni ujinga. Wanafunzi wananitazama wanasema pasta sasa hapo unapiga baba yako. Ni ujinga. Babu yako hakutumia calculator akiwa level hiyo. Walikuwa wanatoa kichwani tu. Sasa hivi unajua kwamba tumeharibiwa uwezo wa kufikiri, uwezo wa kupambanua mambo huko chini. Hapa tu nikisema sasa hivi hapa, jamani, dola moja ni shilingi 2,300. Dola 350 itakuwa ni shilingi ngapi? Watu wote wanafungua simu wanatafuta calculator. Yaani hesabu rahisi hiyo, rahisi kabisa. Ya 750 mara 2,300 anatafuta calculator. Mnaoni follow Instagram, mtaona nitapost picha moja, video moja ya katoto kadogo ka Kichina. Kana kokotoa hesabu kutoka kichwani. Kanaimba tu. Ngumu mpaka mimi nilishangaa. Mimi mwenyewe ninatazama hivi na nataka kufanya hivi ni. Lakini kenyewe kanaenda. Sikia, Japani inaongoza kwa watu wenye umri mkubwa duniani. Japani. Na navutiwa na Wajapani sana. Na moja ya vitu ambavyo vinivutia Japani ndio nikaanza kutafiti sana ni siku niliposikia wanaishi muda mrefu. Lakini kingine ni kwamba wale jamaa unajua ni size yangu hivi. Hujanielewa, usinionee wivu. Ni size yani kule napata nguo za kuvaa nikienda kule. Lakini wanakula mboga nyingi kuliko wanga. Sisi hapa Bongo hapa ugali alafu cheki kwenye bakuli hapo dagaa 9, mchuzi huo, na ukiona unasumbua sana unapiga pilipili ya kutosha kabisa ili kila mmoja apige tu kidogo kidogo, mambo yanaenda. Alafu bado nalalamika pressure si na nini, kumbe wanga imetengeneza mafuta tuko sawa. Alafu unakuta mtu anapiga supu asubuhi, anapiga na glasi yake ya Pepsi, anapiga na chapati 3. Kwa nini usiondoke kabla ya mhula wako? Siku za mwisho zinataka nini jamani? Akili katika maeneo yote, akili katika afya yako, akili katika uchumi wako, akili katika kile kinachoingia hapa. Umenisikia vizuri hapo Hapo pia nipo kuchunga. Sio kila mwimbo ni wa kusikiliza. Sio kila mtu akiongea ni wa kusikiliza. Mwingine unamsikiliza anaharibu fikra zako. Wimbo unaposikiliza unakuharibu. Kwa hiyo uwe na akili ya kupambanua kipi cha kuacha na kipi cha kuingiza. Mungu atusaidie sana.
Anasema msidanganyike, mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema. Kuna stori ukizisikia tu namna hiyo unasema siwezi kuwa kwenye hiki kikao, maana wanayoyaongea hanipeleki pazuri. Siku za mwisho, Mungu atusaidie sana. Sikiliza, usiishi maisha ya kutegemea watu, ishi maisha ya kutegemea Mungu. Ukiishi maisha ya kutegemea watu, watu watakutawala. Haleluya. Nakupa hekima nyingine, usikope. Labda kama mkopo unakwenda kuokoa uhai wa mtu wa familia yako. Kama sio hoja ya uhai, ridhika na ulicho nacho. Mtu anitazama sema, mchungaji, hasa kwenye biashara tufanyeje? Nimekuambia ridhika na ulicho nacho. Najua mabenki hawapendi hii statement, lakini ni kwamba kuna watu wamekopa na wakaenda vizuri, sikatai, wapo. Lakini kuna watu wamekopa wana msongo wa mkopo. Akiona gari tu imeandikwa STK au pikipiki ambayo sio bodaboda, anasema wamekuja. Kaa chini kwanza, angalia hivi, ninapoingia kwenye huu mkopo lengo langu ni nini hasa? Na kwenda kuwekeza kwenye kitu gani kwanza? Tumia akili kwanza. Na walio wengi tunaingia kwenye shida kwa sababu tunaishi maisha ya kuiga. Yaani fulani nyumba yao iko hivi na mimi lazima nihakikishe ya kwangu naweka namna hii. Ni sana mtu ambaye anakopa ananunua sofa. Kuna mtu nimemkwaza hapa, unisamehe, naondoka leo. Sitakaa sana hapa. Mtu unakopa unanunua gari la kutembelea. Naona vijana wengi sana unakuta ameajiriwa, amepata ajira, amefanya kazi mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne. Kama haliingizi pesa litakunyonya. Nyumba, nunua uwanja, ardhi ndio namba. Hapa naulizeni hapa, nyie mlioko hapa wote mna viwanja? Au sinyoshe mkono? Mimi nimenyosha wa kwangu tu. Acha wa kwangu ndio uonekane, wa kwako ubaki hapo hapo. Sikia nikupe akili nyingine. Usije ukategemea chanzo kimoja cha mapato, itakula kwako. Usiogope kufanya kazi halali ya uwekezaji, hata kama itakufanya uonekane duni. Naongea na watu na binadamu. Usiogope kufanya kazi ambayo inakuingizia kipato iliyo halali, hata kama itakufanya uonekane duni. Hao watu ambao leo wanakuona wewe duni, siku ukipata shida hakuna wa kusaidia. Anasema na degree yangu mimi nilime nyanya. Haya. Kaa na cheti chako cha degree. Chemsha, unywe supu na watoto. Tuone kama kuna supu ya degree. Sijui mnanielewa jamani? Hizi ni hekima ya siku za ngapi jamani? Za mwisho. Maana adui atakamata uchumi. Mungu atusaidie sana. Lakini sikia hili. Petro anasema mkeshe katika sala. Naomba kile kitabu kimoja cha silaha saba za kiroho. Hii kitabu nimekiandika kwa makusudi makubwa. Yapo mashambulizi mengine ambayo tunapitia kwenye maisha, ni mashambulizi ya kiroho. Wachungaji ni wachache, wainjilisti ni wachache. Ukisema kwamba kila shambulio la kiroho utafute msaada wa mchungaji, imekula kwangu. Nilikuwa namuonyesha mtu mmoja hapo kwenye simu yangu, alikuwa anasema mchungaji, nimekutumia message hata si hujaziona. Nikamwambia wala usiwe na taabu. Wewe uliyebahatika kuniona leo, ngoja nikuonyeshe. Nikafungua simu yangu nikamuonyesha. Akashangaa na message 7443 hazijasomwa. Kwa hata kama ukinilaumu kwamba sijasoma, na unaweza ukatafsiri kama tafsiri, mimi sina tabu yoyote.
Bora Mungu anajua moyo wangu, nimezidiwa. Hii kitabu tumekiandaa kwa ajili ya mtu yeyote ambaye anasema nahitaji kujua mbinu za kupambana kiroho. Haleluya, haleluya, haleluya. Hii kitabu ilikuwa kitoke mwaka jana mwezi wa 7, kimekuja kutoka sasa hivi. Kwa nini nimesema? Kuna baadhi ya mashambulio tunaoyapitia kwenye familia ni mashambulio ya shetani, na mojawapo ya mbinu ya shetani kubwa anayotaka kuitumia ni msongo wa mawazo. Naongea na watu au na binadamu? Akiweza kukuletea msongo kwa njia yoyote atakuletea, maana akili ambayo haijatulia ni karakana ya shetani. Sikiliza uliyeko hapa, mwisho wa mambo yote umekaribia. Mkeshe katika sala. Anaposema mkeshe katika sala, hana maana ya kwamba sasa muende msilale, wewe ni kukesha tu, unakesha hapo unaomba usiku kucha. Neno kukesha pale ametumia neno watch and pray, yani kuwa macho, kuwa makini, huku ukifanya nini? Ukiomba. Na shetani kwa sababu anajua hili kabisa ya kwamba nguvu kubwa ya Mkristo ipo katika maombi, hasa siku za mwisho, amehafifisha ibada za maombi. Jumatano hapo mnakuja watu wangapi kwenye ibada? Hapa. Watatu. Wangapi? Hebu nasema watatu. 10 wanafika hivi? 10 wanafika. Angalau 20. 40. Jumamosi wanakuwa wangapi? Kwa hiyo tuna Wakristo wa siku ya Sabato. Njoo angalie tena hapa wakati mwingine. Somo likianza, kuna mtu kabisa anakuambia mchungaji, ile saa ikifika tu ya mahubiri, wakati tu mhubiri anasema somo la leo linasema, yaani ile tu mhubiri anasema tusimame tuombe, na yeye ndo anaamka hapo hapo. Ila mwambie kuna mechi ya Man U na nini ile timu nyingine, Arsenal. Waswahili walivyo wazuri hawasemi Arsenal, Arsenali. Hiyo anaweza akakesha mpaka saa 6. Ila mwambie tuna Bible study, kidogo tu akili imevurugika. Kuna ugonjwa sasa hivi wa akili unaitwa ADD, una nguvu sana, unaitwa ADD. ADD ni attention deficit disorder, ambayo moja ya sababu ya ugonjwa huu, moja ya sababu, kuna kurithi, inarithiwa pia, lakini nyingine wamegundua kwamba watu ambao wanatumia sukari sana au vyakula vya ndani wanakuwa na hiyo ADD. ADD ikoje? Huwezi kumsikiliza mtu au kusoma kitu kwa muda mrefu, akili inahama. Na unasikia mtu anakuambia kabisa, nikisoma Biblia mchungaji, kusoma nasoma, ila kuyaunganisha nielewe inashindikana. Tukeshe katika sala ili Bwana atuletee uponyaji wa akili zetu, bongo zetu, ili tuweze kulielewa neno. Lakini yapo makundi ambayo tutaletewa ya watu watatutoa nje ya mstari. Usikubali. Ili kuweza kuwatambua lazima uwe msomaji wa neno. Ndugu zangu mlioko hapa, hasa mlioko hapa ninapoongelea, wanaoniangalia kwenye TV kule wanaweza wasielewe. Kama kuna watu waliobarikiwa ni mkoa wa Iringa. Moja baraka mlio nayo, mnayo mapori ya misitu ya kutosha, ambayo unaweza ukaamua kufunga na kuomba ukaenda porini huko. Unapata hewa safi, unatafakari, hakuna makelele, ukirudi umejaa Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Hekima ya siku za mwisho inasema mambo yafuatayo, nikumbushe usije ukasahau. Chunga kile ambacho unakitazama kupitia television, kupitia simu za mkononi, maana kinaathiri fikra. Tuko sawa sawa? Hekima siku za mwisho inasema chunga unachokisikiliza,
maana unachokisikiza mara kwa mara kinajengwa katika fikra zako na kinakuwa sehemu ya maisha yako. Hekima siku za mwisho inasema, chunga chochote kinachoingia mdomoni mwako, maana unachokula kinaenda kujenga mwili, kinaenda kujenga ubongo wako, kinaweza kuharibu au kutengeneza. Sio kila chakula kinatakiwa kuingia mdomoni mwako. Tuko sawa sawa? Jamani, tuko sawa sawa? Hekima siku za mwisho inasema Yesu anakuja haraka sana. Kwa maisha yetu ya kiroho tuishi kana kwamba leo ndio siku ya mwisho, lakini kwa uchumi kana kwamba tutaishi miaka 1000. Hiyo imeeleweka au imekuchanganya hiyo? Wekeza kana kwamba una miaka 1000, lakini kiroho kana kwamba leo ndio siku ya ngapi? Ya mwisho. Kwa nini? Miaka ya Mungu na miaka yako havifanani. Akisema naja upesi, kwa hesabu ya wapi? Kwa sababu siku moja kwake ni sawa na miaka 1000 ni sawa na siku. Kwa hiyo unaposikia tutaenda mbinguni miaka 1000, Mungu akiuliza vipi, anasema hao waache tu waseme, ila ni siku hii. Kuna mtu akinitazama sasa, mchungaji, mimi sikuelewi. Ngoja nikueleweshe vizuri unielewe. Nzi anaishi siku 7 amezeeka. Yaani siku ya 7 kama angeliweza kuchukua kamkongojo tungemkuta analishwa na yeye meno yameshana ni. Unamuuliza unafanya, sema tunamhudumia babu yetu yuko masaa ya mwisho. Anaumrigaza, amekula siku. Msimuone hivi, amekula nini? Ngapi? 7. Simuona mahesabu ya nzi na yakotu tofauti kabisa. Lakini sisi hawa ambao tuna wazee wetu wana miaka 80, miaka 90, miaka 100, tunashangaa kabisa. Adamu akifufuka akute mzee wa kwetu aliyezeeka amechoka. Adamu anauliza, ana miaka mingapi? Anasema ana miaka 80. Anasema mgonjwa huyu ni mgonjwa, hii sio kawaida hii. Miaka 80 yuko hivi. Maana wao walikuwa wanaishi miaka 900. Na hivi unavyoona kuna kumbukumbu kwenye Biblia. Tunaona akina Metusela, nakumbuka vizuri na wengine wote miaka 800, miaka 900, sio miaka 100 ngapi? Wameishi miaka 200, wengi sana. Hizo ni rekodi za Biblia tulizo nazo. Lakini kuna watu wengine waliishi miaka mingi zaidi, kumbukumbu hazipo. Unaweza ukashangaa kuna jamaa alikaa miaka yake 3000 au 2000, hatulijui. Maana yake ni nini? Acha ujinga wa kuacha kuwekeza kwa kisingizio kwamba Yesu anakuja haraka. Maana kwanza wewe ulioko hapa nitazame, wakati wenu wewe wazee wangu mlioko hapa ambao mnaweza kunizaa mimi, wakati wenu mkiwa na umri mdogo, injili ikihubiriwa kwa zile chati za unabii zile za picture roll, mnakumbuka zile picture roll? Inawekwa hapo chati ya unabii wa Danieli, inaonyeshwa hapo mnyama atakavyokuwa. Si unaona kabisa alama ya mnyama ni kesho? Mpaka sasa hivi umekuwa na vijukuu. Kwanza papa aliyekuwa wakati wako alishakufa. Sasa hivi tuna mwingine. Na tukashuhudia kwa mara ya kwanza papa akijiuzulu. Haijawahi kutokea. Nafikiri huenda ni ya pili, sijui, lakini kwenye kumbukumbu zao. Anasema mchungaji, kwa hiyo unamaanisha nini? Iweni na somesheni watoto, wekezeni. Kwani akija ukiwa una lijumba lako lizuri, kuna hasara? Eti halitabomolewa, unataka uende nalo? Na iko wazi kabisa, kuna kitu hamkielewi kabisa kwenye Biblia. Inasema atakapokuja watu wawili watakuwa shambani, mmoja atwaliwa, alafu wanawake wawili watakuwa kufanya nini? Ingekuwa ni leo anaandika hilo fungu leo, asingetumia neno ya kusaga kama ya kawaida hiyo.